It's time to pick a face. Like Mike. You got good taste. We have $2 billion tied up in this program. Solo's the perfect soldier. No one will cry when Solo is gone. We'll simply build another one. Karibu tena ndani ulimwengu wa vibanda umiza, na kama tunavyoelekea mwisho wa mwaka nimeona nirudi nyuma kidogo kujikumbushia zile movie zile katika utoto wetu ambazo tulikuwa tukizipenda, na leo naingia moja kwa moja na kwenda kuvunja movie moja ya kibabe inayoitwa Solo. Na hii movie ya Solo ilitoka mnamo mwaka 1996, na kwa sisi ambao tumekulia Uswahilini ilikuwa ni kwamba hii movie ya Solo tulikuwa tukiita movie ambayo Sterling alikuwa na upara. Na kipindi kile tukiangalia hii movie tulijua kabisa kwamba Solo hakuwa binadamu wa kawaida, yani bila shaka kunaweza kuwa mko kabisa alikuwa ni cyborg kama tulivyoona katika movie mbalimbali za science fiction, especially movie moja hivi inayoitwa The Creator. Na yes, Solo alikuwa ni cyborg wa aina gani, au alikuwa ni kiumbe wa aina gani? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na katika movie yetu tutambua kitu kimoja kwamba hii Solo au jina la Solo ilikuwa ni project ambayo ilikuwa chini ya jeshi la Marekani kwa nia ya kutengeneza perfect soldier, na kiongozi mkubwa kabisa katika project Solo alikuwa ni mwanasayansi mmoja alikuwa kiitwa Dr. Billy Stewart. Umeona mpaka hapo? Na project ya kwanza kabisa ya Solo ilitengeneza mashine hii, umeona, ambayo ilikuwa na umbo la binadamu, ile kiuhalisia ndani yake ilikuwa ni mashine au roboti au cyborg. Umeona mpaka hapo? Na Solo kama Solo au project ya kwanza kabisa ya Solo iliamua kuchagua sura hii ya Michael Jordan. Umeona mpaka hapo? Na kwa sisi ambao tumefanikiwa kwa miaka 90 tunamfahamu kabisa kama Michael Jordan alikuwa ni bonge moja na mchezaji katika mpira wa kikapu ndani ya taifa la Marekani. Na katika movie yetu ya Solo sasa ya aina ya cyborg ambayo tunaliona hapa tulikuwa tukiliita Android. Na kwa wale washikaji ambao wanajua vizuri kabisa kuhusu ulimwengu wa science fiction, Android, cyborg na robot sometimes ni majina fulani hivi ambayo yanaingiliana. Na baadaye kabisa tutambua kitu kimoja kwamba mission ya kwanza kabisa ya Solo ilikuwa ni moja kwa moja pande za Amerika Kusini, ni kipindi ambacho sasa taifa la Marekani lilikuwa na mishemishe fulani hivi ndani ya Amerika Kusini, yani shoti walikuwa kisapoti, umeona, majeshi mbalimbali ambao walikuwa kipindua serikali katika nchi mbalimbali. Na kwa washikaji sasa ambao watakujua vizuri kabisa, umeona, uhusiano wa Marekani, umeona, pamoja na uuzaji wa madawa kulevya pamoja na kupindua serikali mbalimbali katika bara la Amerika Kusini, lazima wacheki TV show moja ya kibabe inayoitwa Snowfall. Na Snowfall ni bonge moja ya TV show, yani muone kama unajua kucheki hizo TV show ambazo zinahusu mambo ya drugs na conspiracy theory. Na hapa tukatambua kitu kimoja kwamba Solo alikuwa ni mashine au roboti, umeona mpaka hapo, na ndani ya mwili wake au ndani ya ubongo wake kulikuwepo sasa na software, na hii software ilikuwa ni kama artificial intelligence aka AI kama tunavyoona ChatGPT, umeona mpaka hapo. Na coding yake sasa katika ubongo wake ilikuwa ni kitu kimoja tu, umeona, kulinda wanajeshi wenzake wa jeshi la Marekani na vile pia kulinda watu wasiokuwa na hatia, umeona mpaka hapo. Sasa kuna issue moja kabisa mbaya ambayo ilitokea katika uwanja wa vita, ni kwamba sasa katika mission yao, umeona, ambao walikuwa wameingia pande za Amerika Kusini, mission yao kubwa kabisa ilikuwa ni kulipua uwanja wa ndege ambao ukitumiwa sasa na waasi mbalimbali, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa katika uwanja wa ndege kulikuwepo na wanakijiji wasiokuwa na hatia, umeona mpaka hapo. Na Solo baada kuangalia kwa mbali anaona umeona, kuna watu ambao hana hatia, umeona mpaka hapo. Kwa nini tulipue uwanja kwa moja kwa moja? Sasa kama ni AI system au kama roboti, umeona, mission yake ikabadilika sasa, umeona, na kuokoa watu wasiokuwa na hatia, na watu wako wengine walikuwa ni wanakijiji. Na kiuhalisia sasa hii mission yake ilikuwa ni kinyume na matakwa ya jeshi la taifa la Marekani. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa ujenerali ambaye project ya Solo ilikuwa iko chini yake akaona hii prototype ya kwanza kabisa ya Solo haifai kabisa kwa matumizi ya kijeshi, na kutokana na hilo akaamuru wanajeshi pamoja na wanasayansi waichukue hii prototype ya kwanza kabisa ya Solo na kurudisha kiwandani kwa ajili ya reprogramming. Ila sasa hii transmission kutoka kwa jenerali kwamba Solo lazima achukuliwe na kuingizwa moja kwa moja ndani ya kiwanda ili naswa na mchezo wetu Solo, na Solo akaona wanajeshi wenzake pamoja na wanasayansi wana mpango wa kumshut down, na kutokana na hilo sasa akaamua kuiba helikopta hii na kuingia moja kwa moja katika misitu hii ya Amerika ya Kati.
Na hii situation sasa ya Solo kuamua kujilinda na kukimbia moja kwa moja ndani ya misitu inatukumbusha sana ulimwengu wa movie za Terminator, yani pale Skynet alipotambua kitu kimoja kwamba binadamu ndio maadui wake, alisababisha vita kati ya Marekani pamoja na Urusi, na hivi vita vilikuwa ni vita vya kinyuklia. Kwa in short ni kwamba ulimwengu wa AI yani ni ulimwengu fulani ambao hauaminiki hadi sasa, kiasi kwamba sasa kuna wanasayansi wengi sana yani wana wasiwasi kuhusu hizo program kama za ChatGPT. Yani je, kuna siku itatokea ChatGPT itapata akili kubwa na kuanza kuwa binadamu? Na kwa wapenzi wa ulimwengu wa Terminator, ile situation ya Skynet umeona kutengeneza maajabu haya na kulipua dunia nzima, tuliita Judgment Day aka siku ya hukumu, especially katika ile movie ya pili kabisa ya Terminator, Terminator 2 The Judgment Day. Na kwa bahati mbaya, kwa bahati nzuri, wanajeshi wa jeshi la Marekani wanafanikiwa kuilipua hii helikopta ya Solo. Ila kwa bahati nzuri Solo anafanikiwa kusurvive. Ila sasa umeona kulikuwa na issue moja, ni kwamba sasa kumbuka hili ni roboti, yani roboti fani ambalo pia linategemea battery. Umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa ingawa roboti liko na battery mbili, ile battery ya kwanza kabisa iliharibika katika mission ya kwanza ile. Umeona wakatakiwa protect wakazi wa Amerika kati kabla kulipua ule uwanja wa ndege. Ila kwa bahati mbaya hadi sasa betri moja ilikuwa inakaribia kuisha sasa. Ila kwa bahati nzuri sasa Solo anafanikiwa kukutana na dogo mmoja hivi anaitwa Miguel, na urafiki wao ulianza taratibu sasa baada ya Solo kufanikiwa kumwokoa dogo huyu asingatwe na nyoka. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba dogo Miguel alikuwa hajui kama Solo alikuwa ni roboti aka android. Umeona mpaka hapa. Na vile pia wanakijiji walivyokuja wakaamini kitu kimoja kwamba Solo alikuwa kafariki dunia, na kutokana na hilo akaamua kuchukua mwili wake kupeleka kanisani kwa ajili ya kufanyia maombi. Yani umeona mpaka hapo kabla ya mazishi. Ila alikuwa hajui kwamba Solo alikuwa ni android, na ni kipindi ambacho sasa betri yake ilikuwa imeishiwa nguvu. Na baadaye kabisa tuliona hapa Solo alifanikiwa kukitetea kijiji dhidi ya waasi. Umeona mpaka hapo. Na kuanzia hapo tukaanza kuona uhusiano mzuri kabisa kati ya Solo pamoja na wanakijiji. Yani wanakijiji sasa walikuwa kijitahidi kumpatia generator kwa ajili ya kuchaji betri yake ndani ya umri wake. Na kwa upande mwingine pia Solo alijitahidi sana kuwafundisha tekniki fulani za kupambana, na hizo tekniki ziliwasaidia sana katika mpambano dhidi ya waasi. Ila kwa bahati mbaya hatari kubwa kabisa ilikuwa ikitoka katika jeshi la Marekani. Kumbuka sasa umeona jeshi la Marekani lilikuwa limeinvest takriban dola bilioni 2 katika project ya Solo, na lilikuwa likihitaji sasa umri wa Solo waurudishe sasa katika viwanda vyao kwa ajili ya kufanya reprogramming. Na vile vile pia kwa upande mwingine umeona jeshi la Marekani lilikuwa likiandaa prototype ya pili ya Solo. Umeona mpaka hapo. Na hii prototype ya pili ya Solo tuliona vizuri kabisa baadaye kabisa katika mpambano sasa kati yake pamoja na prototype ya kwanza ya Solo ambayo ndio sterling wetu katika hii movie yetu inayoitwa Solo. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi kabisa tunaweza kusema kitu kimoja kwamba haya maroboti mawili ambayo tunaona hapa yote haya yalikuwa yakiitwa Solo. Umeona? Ila star wetu ilikuwa ni prototype ya kwanza na adui wetu huyu alikuwa ni prototype ya pili. Na hapa sasa wa makamanda wa jeshi la Marekani waliamini kitu kimoja kwamba njia pekee ya kumkamata Solo prototype ya kwanza ilikuwa lazima sasa wamtumie daktari wake Dr. Stewart kama chambo. Umeona mpaka hapo. Na kweli wakamtumia daktari kama chambo, na tuliona hapa Solo alifanikiwa kuingia katika uwanja wa vita na kufanikiwa sasa kumuokoa daktari wake. Ila kwa bahati mbaya tunaona daktari wake anafariki dunia. Ila kwa bahati nzuri kabla kufariki kwake anafanikiwa kumkabidhi Solo betri mpya kabisa kwa ajili ya mwili wake. Na kwa upande mwingine tunaona Kanali Frank Maiden baada ya kushindwa kabisa kumkamata Solo anaamua sasa umeona njia pekee ya kuweza kumkamata Solo lazima aunge majeshi yake na jeshi la waasi. Na hapa pia tuliona sasa jeshi la Marekani pamoja na waasi walifikiria kitu kimoja, njia pekee ya kumkamata Solo ilikuwa lazima sasa watumie wanakijiji hao kama chambo. Umeona mpaka hapo. Na tunaona wanajeshi wanavamia kijiji hichi, na vile vile pia tukaona sasa Solo aliingia katika uwanja wa mapambano kwa nia sasa ya kuokoa wanakijiji. Na kiuhalisia hapa tuliona mapambano fulani ya ukweli sana katika ulimwengu wa Solo. Na vile vile pia tuliona pia umeona wanajeshi wa Marekani nao pia waliamua sasa kuwaua waasi. Na kwa upande mwingine sasa umeona katika sini ya mwisho kabisa tuliona hapa umeona jenerali wetu akaamua kumtuma sasa Solo prototype ya pili. Na Solo sasa prototype ya pili ilikuwa na muonekano wa Colonel Frank Maiden.
Na hii modo ya pili ilikuwa na misheni kuu mbili. Umeona, misheni ya kwanza kabisa ilikuwa ni kumuua Frank Maiden, na vile vile pia misheni ya pili ilikuwa ni kumuua Solo modo ya kwanza. Umeona mpaka hapo, na tunavyoona na hisi yani maybe ujenerali wa hii project ya Solo alikuwa na mpango sasa wa kuzima siri zote za project ya Solo, yani kwa kuua watu wote wale umeona muhimu ambao walikuwa kihusika katika project ya Solo. Na hapa tulishuhudia mpambano mkubwa sana yani kati ya Solo modo ya kwanza pamoja na Solo modo ya pili ndani ya hii tempo, na mpambano ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba sasa baada ya mlipuko kutokea na Solo modo ya pili kufariki dunia baada ya kuuawa na Solo modo ya kwanza, wanakijiji wa especially dogo anaitwa Miguel wakasi kitu kimoja, maybe Solo atakuwa kafariki dunia. Ila kwa bahati nzuri baadaye kabisa sasa tulisikia kicheko kimoja cha ajabu sana kutoka ndani ya msitu. Umeona mpaka hapo, na hii ilikuwa ni confirmation kwamba Solo modo ya kwanza haikufariki dunia. Ni shoti katika ulimwengu wetu Solo alikuwa akiendelea kuishi. So kwa ujumla ni movie ya Solo ilikuwa ni bonge moja la movie. Nakumbuka hii movie ilitoka mnamo mwaka 1996, na kwa sisi watoto ambao tumezaliwa miaka 90 na kukua miaka 2000 ni movie ambayo hatuwezi kuisahau. Na kama wewe sasa kuna movie fulani hivi ambao unaipenda labda ya zamani ambao unapenda ni review, unaweza kuachia comment hapo chini, na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa Vibanda Umiza, stay tuned.